Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ndio Salim Dawa tunaleta feedback ambao tulikuwa tumewaambia, ila hatukupata ile target tulikuwa tunadhania, lakini ile ndogo tumepata. Alhamdulillah, tumeleta kwanza hapa katika sehemu ya Kabosha, area ya Nyadhona, ndani huko mashambani inshallah, na ndio tuliwaambia ni za watu wa kusilimu. Alhamdulillah, hizi ni zile ambao tumeweza kwa wale Waislamu wametoa, na kuna kijana mashallah yeye alituitia chakula tukaenda kuchukua pale South Sea. Mashallah, Mwenyezi Mungu naye amzidishie. Kijana yeye alituambia tuchukue chakula na tukachukua mashallah, na hii ni ile ambao tumenunua. Kwa wale ambao tuliwaambia mtoe wametoa, lakini haikufika ile tulikuwa tunatarajia. So tumeona wale watu tunaweza patia ni 40 people peke yake, watu 40. Manake haitawezekana namna tulivyokuwa tumepanga watu 200, kwa sababu hali ambao tumepata sio kawaida. Yani hatukupokea pesa nyingi, zile tumepokea ndio tumeweza kujaribu yani kupangilia, lakini inshallah tunashukuru, na wote waliotoa Mwenyezi Mungu walipe hapa na kesho siku ya kiyama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, jazakallahu khairan jazaa. Walaalayaal, maanta waa maalintii aan raashinka aan qaybinaynay. Wixii na soo gaaray maanta dadkii u baahnaa baan aan siinayna. 40 qoys ayaan uga talagalay maanta in raashinka u qaybino. Waana u jeedaan raashinka baabuurka saaran waa 40 qoys ayuu ku filan yahay. 20 qoys halkaan aan ku siinayna, 20 qoysna meel kale aan geynayna. Waa idin soo sheegi doonaa meesha aan geynayna. Mashallah, jazakallahu khairan jazaa. waxba Allah baxdeen wixii Allah baxdeen loo soo qarsan Allah idin ka dhigo, wixii Allah arteen Allah idin barakeeyo, umrigiina Allah barakeeyo, xuliina Allah barakeeyo, awlaadiina Allah barakeeyo, waalidiinta ilaahay hadeen inta Allah naxariisto, muslimiinta kuwa buka Allah caafiyo, kuwa caafimaad qaba Allah ziyaadiyo. Sadaqo barakallahu fiikum, Allah sadaqada wiilal ma ilaanin. waa idin ka sugeynaa waxyaabo badan idin ka sugeynaa. 40 qoys maanta raashin aan siinayna, wixii ka dambeeyna waa idin soo bandhigi doonaa. ma sha Allah, waa idin ka sugeynaa walaal, sadaqada wiilal ma istaagin. وإذن كسوجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Anza kutoa sasa inshallah. Hii ndio uwezo ambao tuliweza kupata. Na alhamdulillah tunashukuru kwa kila Muislamu ambaye alijitolea, na pia hapa tuna zingine manake idadi imekuwa huku ni mashambani, mahali ambao tulijenga msikiti. Waislamu wengi wanajua hii sehemu tulijenga msikiti. Hii sehemu ni ndani mashambani, na tukawa sisi ndio tunawasaidia katika hii. Hapa kuna mafuta na tuna mafuta na tuna mambo ya na sukari ziko hapa nazo alhamdulillah, na mambo zingine ndio hivyo. Ile uwezo, yani tulikuwa tumetarajia kupata chakula ya watu 200, lakini imeshindikana. Ile tumeweza ni kupatiana ya watu 40 ndio tutapatiana, na alhamdulillah kwa wote waliotoa wa Mwenyezi Mungu wali hapa na kesho siku ya kiyama. So ndio acha tushughulike. Niko na Ustadhi Kadhemba hapa, ndio huwa tunafanya shughuli na yeye anatusaidia upande mwingine. Huyu mwingine hapa ndio tuweze kugawa, ndio hivyo. Oya magutama tuweze kugawa hapa. Ni Nyadhona, ile sehemu ambao tulijenga hii mosque, na alhamdulillah hapa kuna Waislamu wote, watu wa kusilimu hapa. So ndio uliona tulikuwa tuna insist Waislamu tusaidiane, na hali huko mashambani kidogo iko chini, hali iko chini. Sometimes wengine hali yao iko chini, lakini kuna wale mashallah sasa huwa tuna target wale ambao hali yao iko chini, lakini ndio hivyo. Lazima tushukuru ndio tuweze kuwapatia, alafu tuone itakuwa namna gani inshallah. Na kuna wale ambao walitusaidia katika ujenzi wa hii mosque. Mashallah, Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya kiyama. Huwa tunajaribu kufuatilia wale watu wa kusilimu angalau ndio waweze kushikilia dini inshallah.
So ndio hivyo. Ashikiria twende. Wewe unapatiana? Unapatia watu wachukue? Haya, chap watu wachukue inshallah. Hiyo ugali 20 metu edi itoke 20 ya unga. Manake hiyo ingine tunakimbiza pia sehemu ile ingine na wengine nao wapate inshallah. Manake hapa tuna watu 20 pia wale wengine ni 20. Ungekuwa mafuta inatoka ngapi kule? Kuna box moja imefika mafuta. Box moja nimeleta. Moja ndio nimeleta. Yeah. Inafaa ifike tuweze kufanya nini? Hassan, mfungulie pale kwa buta alete mafuta. Box ngapi? Zikuje 20, zikuje 20. Zikuje 20 inshallah. 20 hapo kuna 20. bebe mafuta tu, kuna mafuta kwa gari. Imetosha? 20 tunataka 20. 20 net 20 na hizo unga za nini nazo ziwe namna. Lete moja, leta. Enda utoe mafuta, kuna mafuta. Patia vijana mafuta. Zije box ngapi? Patiana box 2. Zikuje. Mchele, watoe ngapi? 8. Toa 8. Toa 8. Mchele 8. 8. Inshallah. Unga imeingia 20 Okay. Michere ikuje hiyo 8. Imetosha. Hey. Siongeze hiyo ni 8. Mchere 8. Leta hiyo. Hiyo ingine rudisha. 8, hebu hesabu kama imefika 6 7. Leta ingine moja. Alafu Ali, hizi boxi ungefungua za mafuta. Weka boxi ya pande hii ya mafuta. Tuhesabu mafuta inafaa kuwa moja. Mara hiyo mchele imebaki ngapi hapo? Mchele imebaki 3. Gunia 3. Sawa. Hizi ni 12. Hizi ni 18. 18. Unatoa kuna ile box. Hassan, kuna box iko hapo kwa kiti. Toa mafuta 2. Toa mtungi 2. Haiko kwa buti, iko kwa kiti. Kwa kiti Toa mafuta 2 hivyo. Oruta tofauti wewe. Alafu 2 ni 20. Ndio iwe isafika ya 20, si ndio? Gunia 2 ya sukari kwa gari, hiyo gari ndogo. Hassan, gunia 2 ya sukari itoke hapo pia. 2 ya sukari hapo nyuma kwa buti. Kwa buti. Hugo. Haya, kila mtu amepata nini yake. Huyu bado, huyu unga zake bado. Huyu nampatia kwa inua mafuta jiko kidogo. Basi chukua wanadada waonekane. Salim Ndio wale walikuwa nini. Tunakuja kwa wanaume baadaye. Hasa Ali. Acha tumalize na madada. Naona Fatuma Wangoi ni huyu ni Wangoi. Kuna mtu hana mafuta, kuna mtu hana Chumvi bado. Chumvi inakuja. Kuna mtu hana nini? Changamkia chumvi. Omodo anyite kile. Tomato subeto kumaga tena tu. Munegele kamwe. Yule. Mchele ni godela komenya. Mchele acha kulalisha sana. Sikuwa nini. Nachukua tu hivi juu ya mwangaza sasa. Hivi tu. Ya mwangaza pia. Sinini sana, isichome sana. Sinini sana. Alafu usikate vichwa. Hivyo. Nataka kila mtu kwanza tumalizane na upande ya dada. Kila mtu awe amepata nini yake. Mchele inaenda watu wangapi?
Watu wangapi? Tano. Gunia 2 wa 5. 1 2 3 4 5. Haya. Nika hapo katikati. Leta ingine moja anani? Wa 5. Kila mtu anapata kilo 10. Hapo kuna kilo 50. Hawa ni 4. Ni 5, si ndio? Ni 4. So mwanaume mmoja atakuwa hapo. Sawa. Lete 2. Gunia leta gunia nyingine. Pande unapatia kila mmoja 2. 2 ongeza. Hapa tuongeza mwanaume mmoja tafadhali. Hali ni vyenye imekuwa, kila mtu angepata gunia yake, lakini hali ndio imekuwa hivyo. Kila mtu angepata yake, lakini hali ndio hivyo. Jaribu unaichukua pia yote. Wana nini? So ningependa tuweke huyo mwanaume mmoja saa hii. Mwanaume mmoja hapa. Nani ataingia pale? Enda pale. Huyu si yuko? Huyu yuko ni bibi yake yuko. Yuko jina bibi hayuko. Sasa bibi anaitwa nani? Wewe umewekwa lakini. Wewe uko si ndio? Mimi niko pale. Kwa risti aenda pale basi. Na unga yake yule amechukua Fatuma Yusuf. Huyu ndio Fatuma Yusuf. Mimi sijaona Fatuma nyingine. Sijaelewa. Iko sawa? Kuna zaidi si ni 20? Ngoja hapo. Hapo kuna kitu. Kulingia excess moja ndio nikatumwa niongeze mfuko. Kuna mtu wako amewekwa kwa list. Kama hajawekwa itakuwa ni hakuna, itakuwa nini yake haiko hapa. Kosi wengine watakosa. Na hatukuwa lakini tutaangalia venye itakuwa, lakini baadaye inshallah. Wacha tu nini, manake hali ndio imekuwa ndio hivyo. Nani yuko hapa? Salim Abdi yuko Haya, huyu chukua Salim Abdi. Salim Abdi. Haya, nenda basi. Salim Abdi nimeita sasa na mtu akaitika hapo. Ni mimi Ahmed Abdi. Huyu Ahmed Abdi. Sawa mimi. Tuone kama huyu Salim hata kuweko. Hebu fanya hivi wewe. Chukua hiyo ngashiko ende usimame Enda pale. hiyo. Kidogo la mafuta, chukua mafuta hapo. Na bando yako. Twende. Weka pale. Ni hali namna imekuwa. Wale ambao hawatapata inshallah by kesho kutwa watapata ingine. Taleta, msiwe na wasiwasi. Allah atafanya nusra. Nusra itakuwa. Nini hajapata mafuta mpatie? Mafuta. Angalia. Yeye mchere ndio atakuwa hapo sasa. 1 2 3 4 5. Basi. Ni mchere tu na sukari inakujaje? Sukari mtajipanga. Kilo 100. Kila mtu na sukari itakuja kila mtu 5 pia. Gunia moja huko, gunia moja iko wanaume 10. Ni ndugu yake ile. Sukari negana 10 yote. Gunia moja itakaa huko. Weka gunia moja. Chukua hapo nani? Gunia moja leo Mungu ifaga. Bismillah. Hii ni sukari. Kila mtu kilo 5 tafadhali. Mkiwa hivyo 10. Ni kilo 5 kila mtu. Wanaume. Wanaume tupange hapa tafadhali. Msio nini? Wanaume wako wapi? Tukae hapa tafadhali. Pande hii tu. Natoa Ahmed. Aya, wanaume mngekuwa enda na bando yako. Unaenda tu na bando yako tafadhali. Unachangamka wanaume. Bando hapo. Kila mtu anasimama na bando yake tafadhali. Sio ya nini, sio ya ngano, bando ya ugali. Tafadhali. Leo cameraman wetu angalia kabisa. Angalia upande wa cameraman, angalia kabisa. Bismillah. Kila mtu nani hajapata? Kuna mtu ameitwa majina siyakuja hapa. Kila mtu achukue nini yake, tumalizie tu. Ukipata nini mzigo wake ndio tumalize. Hapa kuna nini 2 bado zimebaki. Imamu yuko wapi? Imamu. Ya Imam. Na mimi niko hapo Hassan Dhuo. Na kuna nani Hassan huyo simi. Weka hizi mchele. Na mafuta na ngano kila watu wa nini? Ndio inshallah. Ninao Salim.
Na Hassan tunataka ndio tumalizie na dua inshallah kwa wale waliotoa, Mwenyezi Mungu awalipe. Na ikipatikana ingine kila mtu ngano zake 6 mafuta yake. Hiyo ingine inshallah tukipata tutarudi inshallah. Simsaidiane hapo bana jamani. Wanaume. Sita kila hado 6 yagire gutikare motatu hae na igire. Sawa, acha hiyo tu. Weka moja hapo, mafuta 2 hapo. Gari umesema kila mtu kilo 5. Kila mmoja kilo 5, mchele kilo 10 kila mtu. So inshallah ndo iwe khairi. Hii ni ya huyo nani? Simiyu Hassan. Na Hussein. Weka panga yote hapa Sheikh. Sheikh, yote panga hapa. Usiseme ya mtu na hatujaona mtu. Weka hapa tunapatia ile yuko. Sio huku. Tafadhali. Tuweze kumalizia inshallah. Kila aliyetoa Mwenyezi Mungu amzidishie. Hali nadhani ndio hivyo. Ile unga bando lete huku. Haya inshallah. So nadhani Hassan utatufanyia dua na imamu, namuona mashallah imamu wa Karia. Tatia dua ama tumwachie imamu tu. Hassan amesema kiongozi ndiye atoe dua inshallah. So imamu inshallah afanyie dua waliotoa. Tukipata ingine itakuja, ni venye tumepata idadi ikawa ndio hivyo, lakini tunashukuru alhamdulillah kwa wote waliotoa. Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya kiyama. Yani wakati huu imekuwa mambo mazito kidogo, lakini alhamdulillah tunashukuru. Fanya dua inshallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma baad. Kwanza kabisa tunashukuru nyinyi ambao mmejitolea kwa hiyo kazi na kuita watu wajitolee kwa ajili ya kusaidia wengine. Kisha tunashukuru hao wote ambao wamejitolea katika mradi kama huu wa kusaidia wale ambao hawana uwezo wa kipato cha Ramadhan. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala wote awajalie Ramadhani yao ikubaliwe na sadaka yao ikubaliwe, iwe itawazidishia uzito wa kesho siku ya kiyama biidhnillah ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa huruma, awahurumie kesho siku ya kiyama. اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل صيامهم اللهم تقبل صلواتهم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa pia ni Wangige. Sasa ni Wangige Shopping Center. Wale wanajua area ya Wangige, hiyo ni highway ya hapa, na kuna mosque iko hapa. Ukiangalia ni mosque tuliweka imewekwa hapa, ndio hii ya mabati iko hapa unaiona. Hii ndio mosque ya hapa. Alhamdulillah, pia hapa kuna watu wa kusilimu na ndio tukaingia pia katika hii sehemu. Na venye tulikuwa tumewaambia Waislamu, tulikuwa tuna target ya watu 200, lakini imeshindikana kwa ile kitu ambao tumepokea ya watu 40. Watu 40 ndio tumepokea. Alhamdulillah, watu 40 ndio tumeweza kupokea, na haikuweza kuingiana venye tulikuwa tunahitaji. Manake tulikuwa tunawekea kila mtu apate kama shopping ya 15,000, lakini haikuweza kufika pale. So tukaweza ile tuliyopata tukagawa mpaka ikaingiana namna imeingiana, na alhamdulillah tunashukuru. Naona
kwa sababu hawa ni watu wa kusilimu, pia nao waweze kupata iftari yao na waweze kuendelea na funga zao. So tunaomba Mwenyezi Mungu akubalie saumu zetu, na kila Muislamu aliyetoa kwa ajili ya Allah akanusuru, akafanya nusra kwa ajili ya Allah, Mwenyezi Mungu amnusuru hapa na kesho siku ya kiyama. Hapa kuna unga ngano, kuna unga ya ugari pia, na kuna mafuta, kuna mchele, kuna sukari ziko hapa. Na alhamdulillah kwa wale ambao wametoa, Mwenyezi Mungu awasidishie, na wale ambao hawajatoa basi wajaribu kufanya nusra na waweze kutoa inshallah biidhnillah. Haya, Hassan, nafasi ya kwako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama baad, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumekuja hapa katika huko mashambani kule Kikuyuni, na hapa tuko katika mji ambao unaitwa Wangigi, na tumetoka pande ile ya juu, tumekuja pande ya chini. Na kwa kusema kweli tulikuwa tunatarajia watu tupate iftari ya watu 200, na huwa watu wa mashambani huwa wanasahaulika sana. Mara mingi watu chakula wanapewa wale wako katika miji, lakini huku mashambani inakuwa kupata kuletwa chakula inakuwa ni ngumu sana. Na last year pia tulileta, na leo tumeleta, lakini tungeomba Waislamu wale ambao hawajatoa waweze kutoa ili tuweze, kwa sababu watu ni wengi, lakini ile imepatikana ndio kidogo ya watu 40, kwa hivyo tumepeana watu 40. Kwa hivyo wale Waislamu ambao pia hata kama ulikuwa umetoa unaweza ukatoa tena ukaongezea, ndio at least kila mtu apate, kwa sababu tumeona wapate yani iftari ambayo itawapeleka kwa muda. Na ukiangalia hapa unaona mtu anapata kitu package yake mzuri, inaweza kumuendeleza baka pengine baka mwisho wa Ramadhani. So inshallah tukiomba Waislamu wale wengine hawajatoa, jaribuni sana muweze kutoa ili tuweke. Kuna vijiji vingi ambavyo tutajaenda upande ya Karai huko, upande ya Kikuyu hatujaenda. Kuna pale nyingine tulikuwa tunataka kwenda huko upande ya Murang'a huko mashambani ndani. Tunataka kuingia kule mashambani, especially kwa wale watu ambao wameingia katika dini. So kwa hivyo tungeomba Waislamu wale hawajatoa, jaribuni sana mtoe, kwa sababu hii imepatikana tu ya watu 40. Hiyo ndio tumeweza kugawa hivyo, na ndio naona tumewaletea hapa, na kuna wengine wamekosa katika vijiji zingine mingi za huko mashambani. Kwa hivyo tungeomba Waislamu mtoe, ule hajatoa. Nafikiri tumeeleza kila siku tukasema ya kwamba ration ya mtu mmoja tulikuwa tumepanga 15,000 mtu mmoja, lakini inaonekana mambo haikuwezekana. Kwa sababu haikuwezekana, sasa tunaomba watu watoe. Mkitoa tunakuja tunainunua yote pamoja, tunagawa ile iko tunawapatia. Kitabu tufikishe ifike tarehe 15, at least kila mtu haya amepata inshallah. Kwa hivyo jaribuni sana inshallah. Hapa ni mashambani huko, kiangalia huko ni mashamba huko, watu ambao wamekaa mjini. Hapa ni ile center town ile iko karibu na wao, na kule tumetoka kule juu ndio mashambani kabisa huko ndani kabisa, na bado tuko na vijiji mingi ambazo inatakana tuende inshallah. Kwa hivyo tuko hapa na watu wengi hapa, ni watu wa kusilimu, ni watu ambao wameingia katika dini. So inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie sahali mambo yote, na Waislamu wote ambao wametoa, kwanza tunawaombea Mwenyezi Mungu pali riziki yao imetoka, Mwenyezi Mungu aongeze maradufu, na Mwenyezi Mungu awasamehe, na Mwenyezi Mungu awape riziki nyingi yenye wasa ambayo watakuwa wakisaidia waja wa Mwenyezi Mungu naye ambao ni Waislamu. Na tungewaombea wale ambao wametoa riziki, Mwenyezi Mungu kama wako na matatizo katika kazi zao, katika biashara zao, Mwenyezi Mungu aondolee hizo matatizo. Na kama kuna mtu ambaye ako na maradhi, Mwenyezi Mungu ampe shifa. Hivyo ndivyo tunaweza kuwaombea dua mandugu zetu ambao wametoa, na Mwenyezi Mungu iwe hii ni sababu yao ya kusamehewa na kuingia katika janna. Iwe ni sababu yao ya kusamehewa na kuingia janna, kwa kutoa sio kazi rahisi. Na ukiona mtu anatoa riziki yake ape mandugu zake Waislamu, basi huo mtu ni mtu anaonyeshana kwamba ako na imani, na kutoa ni imani. Kutoa si ati mtu anaweza kuwa ako na mali mingi lakini hatoagi kitu, lakini ukiona watu kama hawa wanajitolea, wallahi tunafaa kuombea dua sana. Na inshallah wale ambao watapata, nafikiri mtaombea mandugu hawa dua. Hii ni kilo 50 watu 5.
Watu wangapi? Watano. Kwa hivyo hapa nafikiri watu hapa vile kulingana vile tunagawa ni kwamba watu 5 kilo 10 ya mchele na kilo 5 ya sukari. Haya. Gunia moja hiyo ni gunia moja ya sukari. Na hiyo gunia nyingine ya sukari peleka huko. Haya. Alafu kuna mchele. Mchele ndio hii. Nafikiri kila mtu anapata nini yake. Weka gunia 2 hapo kwa kina mama. Ndio hivyo. Okay. Haya. Kilo 10 ya mchele hizi gunia tunaweka hapa mama. Na sukari kilo 5 kila mtu apate. Hiyo gunia 2 kila mtu atapata kilo 10. Na hii kila mtu atapata kilo 5 ya sukari kila mtu. Iko 50 kg, watu 10 mnapata kila moja. Kwa hivyo nafikiri ndio hivyo, nafikiri tutakuwa ni wenye kumpatia Hussein Kimani ambaye ndio imamu wa hii area aweze kutufanyia dua wale watu ambao wametoa mali zao, kwa sababu sio watu wengi wanajitolea. Nimeshaeleza tayari. Nimesema hapa ni Wangigi shopping center. Hii ni msikiti wa kwanza, msikiti wa ule tumetoka kule juu ndio msikiti wa mashambani kule juu, na hii naye msikiti iko hapa mjini, na huku ni kwa watu ni kwa jamii ya Wakikuyu, hapa ndio kwao huku. Na hapa unapata kwamba watu wanasilimu tu polepole na wanaingia inshallah, na pengine tukirudi hapa, hata hapa unaona hapa kuna msikiti hapa. Hii msikiti ukiangalia hapa, na sijui mwana cameraman waonyeshe hii Wamelizi. Hii msikiti ni Kulizi Wamelizi. Kulizi Wamelizi hii msikiti, na tungeomba Waislamu kama kuna Waislamu wanaweza kuwanunulia hapa kuwanunulia hii space. Watujenge msikiti kubwa hapa na tujenge madrasa. Kwa hivyo ingekuwa ni bora zaidi, lakini yeye mwenyewe atajieleza inshallah. Kwa hivyo Imam Kimani, waombea wenye kutoa riziki zao, waombee dua, na pia kama kuna maneno unaweza kusema mawili matatu, iko sawa inshallah. Bismillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwanza ni kuwashukuru sana kwa sababu ya kuweza kuangalia kwa njia nyingine watu wa huku, yani sehemu za Wangige, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu alijalia hii sehemu ni tauni kubwa, lakini ilikuwa hakuna msikiti, na tukaweza kulisi hapa na Mwenyezi Mungu akajalia tukapata msikiti, na tangu wakati huo alhamdulillah tumepokea watu wengi sana, hata Ijumaa huwa hapa kunajaa kabisa. Kwa hivyo kwanza ningeomba kama kuna mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na fikra zaidi ya kuweza kuendeleza sehemu kama hii, basi tunawakaribisha nyote tuweze kuangalia sehemu kama hii. Na pia vile vile tunashukuru sana kwa yule ambaye ametoa shilingi yake ama katoa chakula kama hiki. Mwenyezi Mungu amkunjulie riziki yake na amuondolee maradhi kama na ampe afya, na Mwenyezi Mungu amlinde na muhifadhi, na amjalie pia kizazi chake aweze kukihifadhi, na tunaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwaruzuku zaidi na zaidi, ndio aweze kusaidia hata watu wengine. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie, atutakabalie Ramadhani yetu na pia saumu zetu. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawbatana ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرته يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. Nafikiri tumemalizia, tumekamatisha hapo. Nafikiri kila kitu kimeeleweka inshallah. Kwa hivyo muende mkure, mfunge saumu yenu vizuri.
mtu aseme hajapata kitu ambacho angalau hata kufuturu naye. Tende hatujapata. Msione tende zimekosekana. Tukipata tende tutaleta tu. Inshallah. Na chakula nyingine ikifika tutaleta. Sawa. Dua zenu Waislamu, mmefunga. Tuko na mambo mengi sana ambayo tunataka kufanya duniani. Tunaomba dua zenu. Mkifuturu mtuombee Mwenyezi Mungu. Sawa, jazakallahu khairan jazaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na tunamtakia rehma na amani zimuendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa wale ambao wote wamefunga Waislamu saumu makubur, tunamuomba Mwenyezi Mungu atukubalie saumu zetu. Kwa sababu kwanza leo ni Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Ramadhani, Ijumaa ya kwanza ya leo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu, na wale wagonjwa Mwenyezi Mungu awape shifa, na kila ambaye yuko na matatizo ya hapa na pale Mwenyezi Mungu amuondolee. Mimi wananiita Salim, sijui wewe nikumbushe jina manake na kuona kila siku, lakini wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, na tunakuombea dua pia Mwenyezi Mungu akufungue kifua chako, akuongoze, akupe hidayah uwe Muislamu, kwa sababu unaweza kumuona mtu anapinga jambo kumbe Mwenyezi Mungu anamleta polepole mwisho akamfanya akawa Muislamu. Mimi wananiita Salim. Wananiita Shadrack. Anakuita Shadrack. Abednego alikuwa story ndefu hiyo. Muislamu Mkristo? Mkristo kawaida. Mkristo. Hebu weka swali 1 2 3 tusikie. Leo sikuwa nataka kuweka swali, japo nilikuwa nataka kujifunza. Je, kuna Muislamu ambaye tuko na yeye pale katika plot, sikia akisema kwamba hii ni mwezi mtukufu na akisema kwamba hii ni mwezi ya kufunga. Wao wanafunga aje mambo yetu? Kwa sababu sisi kama Wakristo jinsi ya kufunga, maybe tunaweza funga kuacha kukula na tunakaa bila kukula tukiomba. Wengine wanaenda milimani, mambo kadha wa kadha. Japo nyinyi sijui, ndio nilikuwa nataka kujua pande yenu. Asante sana. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufunga, na kufunga kula chakula ni pati ndogo sana katika mwezi wa Ramadhani. It's just a pati ndogo ya kukosa kula chakula, yani usikule chakula wala usinywe, ni pati ndogo, kwa sababu huu ni mwezi wa Qur'ani, mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufanya kheri, ni mwezi wa kuzidisha kutoa sadaka. Kila wakati watu wanatoa sadaka, lakini ikifika mwezi wa Ramadhani watu wanazidisha kutoa sadaka, watu wanazidisha kufanya kheri, na miezi mingine watu wanafanya kheri, lakini ikifika Ramadhani unazidisha zaidi, kwa sababu ni mwezi ambao watu wanalipwa maradufu. Yani ukifanya jambo Mwenyezi Mungu anakulipa badala na badala. Yani ni mwezi ambao kuna kheri nyingi, ni mwezi wa kuchuma. Pata vizuri, ukifanya jambo la sunna unalipwa fardhi. Unaona hii mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao katika miezi wanadamu walikuwa wakiomba angalau Mwenyezi Mungu awafikishe Ramadhani ndio waweze kuchuma thawabu. Na Ramadhani ikiondoka na hujaweza kuchuma thawabu yoyote, inakuwa wewe umeingia katika watu wenye hasara. So ni mwezi ambao tunafunga. Sisi huwa tunafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Haunywi chai, haunywi maji, hauli chochote, unajifunga mpaka jioni. Na Mwenyezi Mungu anaelezea vizuri katika Qur'ani 2:183 ukianza pale. Hebu angalia Qur'an namna inavyoelezea, alafu uteremke mpaka chini. 183. Ndio aelewe vizuri. Enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu. Asante. Siku chache tu kufunga huku. Kwanza tunaambiwa kufunga, mnafunga ili kwa ajili ya kumcha Mungu zaidi. Ndio unaona katika Ramadhani ibada inazidishwa zaidi. Watu wanaamka usiku, watu wanaenda kuswali pia tarawih. Unaona kuna ibada nyingi sana katika mwezi wa Ramadhani. Yani unazidisha kuliko zile ulikuwa unafanya, inabidi unazidisha. Kisha unafunga mdomo wako, yani mambo machafu, kuzungumza machafu. Na sio kwamba ati Ramadhani kisha ndio urudie yale, hapana. Ni mwezi wa kujibadilisha, yani kitoka Ramadhani uendelee na mazuri sasa. Nasikia habari, teremka.
Inaendelea kusema siku chache tu kufanya huku. Siku chache tu kufunga huku. Kufunga. Yani unaambiwa ni siku chache kufunga kwa sababu mwezi wa Ramadhani una siku 30. Unaona? Au 29. Mwezi ukionekana watu wanafungua na 29. Mwezi ukikosekana watu wanatimiza 30. Unaona, kukiwa na mawingu mwezi ikosekane watu wanatimisha 30. So unaambiwa ni siku chache kwa sababu 30 days tumeanza juzi, sasa tumeenda kwenda, unaona siku zinaondoka. Safiri na atakaye kuwa mgonjwa kama, lakini wewe hiyo yako si ugonjwa, hiyo ni homa kidogo tu. Hiyo ikuzuii ufunge. Unaona? Yani ukiwa mgonjwa, yanayokusudiwa magonjwa hapa ni chronic disease. Yani chronic disease ni zile mtu amegonjeka kama kansa, mtu ni mgonjwa blood pressure, yani ugonjwa ambao hata ukikaa masaa kadhaa unaambiwa lazima utafune kitu. Unaonepata vizuri? Watu wa blood pressure akikaa sana unasikia inapanda, lazima akule sweet, lazima sijui nini, vitu kama hizo ndio ishuke. Unanipata? So wale wanakubaliwa wakule. Unanipata vizuri? Wanalipa na fidia, maana yake wanalisha mtu. Pata vizuri. Yani mambo yamekuwa wepesi, hayana uzito. Safiri atakaye kuwa mgonjwa katika nyinyi au katika safari, au uwe katika safari ya mbali, sio natoka hapa Mkuru kwa Ruben unaenda Nairobi unasema ati ni safari. Hapana, sio safari ya inayo, ni safari ya mbali. Safari ya kutembea na mguu, ndugu yangu. Ukafungua baadhi ya siku katika mwezi wa Ramadhani, maana yake ukala chakula katika mwezi wa Ramadhani, basi ataitimiza hesabu katika siku nyingine. Yani utalipa katika siku nyingine. Yani ikiingia mwezi huu tunaoingia wa Shawwal, ukifunga zile 6 tu Shawwal, alafu utaendelea kulipa yao madeni uliokuwa nayo, au mwezi ujao unalipa, lakini sifike Ramadhani nyingine ukiwa na yao madeni ya kufunga. Malizia. Na wale wasioweza watoe fidia. Unaona? Kulisha maskini. Rudia pole, tunataka uende pole ndio aelewe. Na wale wasioweza watoe fidia kwa kumlisha maskini. Yani wewe kama huwezi kufunga, uko na hayo magonjwa nimekuzungumzia, yani huwezi kufunga, inabidi unatoa fidia, unawalisha maskini. Maana yake unatafuta mtu ambaye hana uwezo. Maskini ni mtu unamfutulisha kila siku. Unaona? Malizia. Na atakayefanya wema kwa radhi ya nafsi yake, asante, basi ni bora kwake. Teremka. Na huku kufunga ni bora kwenu ikiwa mnajua. Unasikia sasa basi fuatini. Unasikia, kufunga ni bora kwenu ikiwa mnajua, kwa sababu wanasayansi wamesema mwili wa mwanadamu huwa, kwa sababu kila mwaka unakula, kila wakati unakula, inatakana unaupatia hiyo space ya kudigest hiyo uchafu yote, service ya kutoa hiyo uchafu yote, inakuwa ni dawa. Magonjwa mengi yanaletwa na vyakula. So wakati unakaa mchana mzima ukuli, ni unasafisha hiyo tumbo yako na yale machafu mengi sana. So ndio unaambiwa kama mnajua basi fanyeni hivi, kwa sababu ni bora kwenu. Kufunga ni bora kwenu. Tena Mungu amesema saumu ni yake na yeye ndiye atakayelipa, kwa sababu yeye ndiye anayejua mja aliyefunga na mja ambaye hajafunga. Unapata vizuri? Sasa hii unaweza ingia kwa kibanda ukakula na ukakuja hapa ukajikausha midomo ukasema mimi leo nimefunga sana, saumu imeshika sana. Kumbe umetoka kwa ukajilegeza. Kumbe umetoka umekula madondo na chapati 6. Alafu wewe unakuja unaambia watu nimefunga. So hii inakuwa ni siri ya mja na Mola wake. So kufunga, unafunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na anayejua kabisa umefunga ni Mwenyezi Mungu, na ndiye anasema saumu ni yake na yeye Mwenyezi Mungu atalipa, kwa sababu yeye ndiye anajua siri ya kufunga na anajua kabisa huyu mja wangu kafunga. Wewe unaweza tangazia watu mimi nimefunga bana, kumbe wapi? Allah ndiye anajua wewe hujafunga. Kuna mambo umeyafanya ukavunja saumu yako. Na nipata vizuri. So kufunga ni bora kama unajua. Na sio sisi tu tumeanza kufunga, watu walikuwa wanafunga na walikuwa wakifunga katika huu mwezi wa 9. Tena ngoja tumalizie na Qur'an. Teremka 85. Bado tujamaliza. Ndio turudi upande mwingine usikie watu wanakuwa wanafunga. Hiyo tu 85. Mwezi huu mlioambiwa mfunge ni mwezi wa Ramadhani. So sio tudabahatisha ati tukae na mashehe kwa msikiti wapange waseme tufunge mwezi gani, wacha tufunge mwezi huu. Hapana. Mwezi tayari usatajwa katika Qur'an. Mwezi ambao tunawaamrishwa tufunge tunaambiwa ni mwezi wa Ramadhani. So sio tukae chini na maulama wetu ati tupange mwezi gani tutafunga. Hapana. Mungu asaweka. Anasema mwezi mlioambiwa mfunge ni mwezi wa Ramadhani. So msije mkajipa matatizo. Malizia.
Mwezi wa Ramadhani ambayo imeteremshwa katika mwezi huu hii Qur'ani. Yani hii Qur'ani ilianza kuteremka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ili iwe uongozi kwa watu. Yani ili hoja zilizo wazi. Asante, tulia. Yani Qur'ani imeteremka katika mwezi wa Ramadhani, ndio ilianza kuteremka, tena iwe ndio muongozo kwa ajili ya watu. Na hiyo mwezi ambao Qur'ani ilianza kuteremka ndio tumeambiwa tufunge, ambao ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Tunatoka mwezi wa 8 ambao ni mwezi wa Shaabani, tunaingia mwezi wa 9 ambao ni mwezi wa Ramadhani. Unapata vizuri sasa tunafunga siku 30, lakini kujifunga ni mambo mengi sana. Pata vizuri kwa sababu kuna mambo ambao tumeambiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema vitu mbili ndio inapeleka watu motoni. Vitu mbili unavijua? Hiyo sasa ni mtume wenu alisema sana. Una habari? Vitu mbili inapeleka watu motoni: ulimi na tupu yako. Hizi ndio vitu vinachangia watu kwenda motoni. Ukiweza kuilinda ulimi wako na ukaweza kulinda tupu yako, basi wewe utakuwa umefaulu, unaenda peponi. Kwa sababu watu ulimi na kupeleka motoni kwa wepesi. Unapochukua maneno hapa, unachukua maneno yangu, unapeleka kwa Ismaili, unaenda kumpatia maneno yangu na maneno mengine unaongeza, hiyo inakuwa ni dhambi kubwa sana katika Uislamu. Na ni dhambi ambayo inakupa adhabu, unaenda motoni. Unanipata? Tupu nayo, tupu unapofungua zipu sana, yani unapojifungulia ukiona usaelewa unajua mtu mzima hana kuelezwa kwingi. Yani tupu yako nayo ukiona tu, yani wewe ukiona sehemu yoyote, yani wewe ukiona wewe unataka tu uonje. Unanipata vizuri yani wewe hatuna kipimo, yani wewe ukiona tu unafuata. Hiyo nayo itakupeleka motoni, kwa sababu Mungu anasema zina ni uchafu mbaya mno. Ambao unaleta mambo mengi sana, unaleta ufukara. Zina inaleta mambo mengi sana. Unawezaona mtu anakaanga na dhiki, yani anakaa na dhiki, maana yake anakaa na shida kila wakati. Yani huyu mtu anafanya kazi, anapata pesa, lakini akipata pesa hata ikai kwa mkono. Mnaweza patiwa na mtu 100,000, wewe upewe 100,000 na yeye 100,000, kesho anakuomba kwa sababu amezoea zinaa. Yani pesa yake akipata haina baraka. Lakini zako ukipata, uko na mke wako, unaenda unampatia hata kama ni 20,000, inakaa karibu mwezi mzima. Wakati wewe nao hizi zingine 80 unafanyia labda biashara inaendelea. So zinaa tunakatazwa mno, kwa sababu nayo inaleta ufukara mkubwa mno. So kufunga, tunafunga mwezi wa Ramadhani, na tunafunga kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu, na tunafunga vitu mingi sana. Pati ya kufunga chakula ni dogo sana katika mwezi wa Ramadhani. Mambo ambayo tunaambiwa tufunge ni mengi sana. Kuongeongea ovyo ovyo, mambo hayana faida na nini. Na ndio hiyo Muislamu amefunzwa. Mambo yasiyokuhusu achana nayo, usiingilie. Kwa hivyo hii mwezi wewe na mke wako noma. Wewe na mke wako mmekubaliwa kuingiliana wakati wa usiku, sio wakati wa mchana. Yani mmehalalishiwa kulala na wake zenu wakati wa usiku. Usiku ndio mmekubaliwa, lakini mchana mmekatazwa. Na iwapo sasa kuna kazi ambayo siku nyingine nilikuulizanga na ukasema ya kwamba ni makosa, hii yenye inaitwa betting, unaruhusiwa betting? 590 Qur'an. 590 Qur'an. Unatafuta vitu hivi 590 Qur'an. Sikiza mambo ya betting. Tena betting ndio inaleta watu wanakuwa fukara zaidi. Sikiza inasemaje? 5 aya 90. Enyi mlioamini, bila shaka ulevi na kamari. Basi ndio hiyo betting inaingia. Kamari ndio inajumuisha betting. Na ndio unaona saa hii betting imekuwa inatangazwa kila sehemu, kwa sababu ni kitu haramu, wanazidi kutangazia watu. Malizie usikie aya inasemaje? Enyi mlioamini, bila shaka ulevi na kamari na kuabudiwa na kuombwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu na kutazamia kwa mshale ya kupigia ramli na kwa vinginevyo, yote haya ni uchafu, ni katika kazi ya shetani. Basi jiepusheni navyo ili mpate kufaulu. Wewe ukianza kubeti, afadhali ushikwe na maradhi ambayo yatakuondoka. Betting ni maradhi ingine ambayo ni chronic disease. Ikikuingia betting, paka uende rehab ndio utolewe hiyo betting. Na rehab yake sijui inafanywa wapi.
Maana sina habari. Afadhali ya drugs utapelekwa hapa Madhare, haitangwi Madhare, inaitwa Madhari kwanza. Unaona, Madhari rehabilitation iko hapa. Utapigwa shindano utapona. Hii ya betting ikikuingia kwa kichwa inakuwa kama wazimu. Nimeona mwanamke mmoja yuko hapa Rangata maximum prison, hapa Rangata, ako hapa Rangata prison, amefungwa. Huyu dada alipewa pesa ya chama na watu, yeye naye akaona mwenzake ati ana bet, akamwambia ameshinda 10,000, naye kumbe amepewa 200,000 na watu. Yeye akachukua ile 200,000 akaanza kuwekelea, anaweka 10,000, anaweka 5,000, anaweka 20,000, zikakuliwa zote. Wale watu wakaja kudai, kumbe yeye hana kitu ya kuwalipa. Akaenda wakaandikania, nitakuwa nikuwalipa pesa hii na hii. Ilipopita hiyo muda hajawalipa, mwisho jaji ikabidi amfunge. Kwa sababu aliambiwa utalipa hii pesa 200,000 na muda gani, akasema ni huu. Akashindwa kulipa, akawekwa sasa ndani kwa sababu ya betting. Unaona, so betting ni maradhi. So ukiwezekana wachana na betting kabisa. Usiwahi tafuta shortcut ya kutajirika duniani. Wewe tafuta pesa, weka biashara. Biashara Allah ataipa baraka, alafu wewe utafaulu. Lakini mambo ya betting, wewe utafirisika, utauza mpaka sufuria ambayo iko nyumbani. Kwa hivyo muwe katika saumu, msiwe betting na mfai kuonekana. Betting ni haramu. Uwe katika saumu, usiwe katika saumu. Maadamu wewe ni Muislamu, betting ni haramu kila wakati. Pombe ni haramu. Uwe katika saumu, usiwe katika saumu, pombe ni haramu. Ulevi ni haramu, ulevi wowote. Ulevi ambao unafunika akili yako, unaanza sasa kubadilika akili zako zinao. Iwe ni ulevi wa sigara, iwe ni ulevi wa miraa, iwe ni ulevi wa aina gani. Ulevi wowote ambao unabadilisha akili yako, yani ile kitu inaitwa kileo, yote unaambiwa ni haramu. Haijalishi ni ya namna gani, lakini ulevi yote ni haramu. Hakunanga shortcut. Na ni ujiepushe nayo, kwa sababu ukifa katika hiyo hali ni mbaya zaidi, huko mbele utaenda kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu. So ni bora utubu ukiwa hapa duniani, wachane nayo. Na huwezi kaa na pesa kama wewe ni mtu wa kubetting kwa mfuko. Ukikaa na shilingi 1,000 kwa mfuko, unasikia ni kama inakukuna hiyo 1,000. Itabidi ukimbize huko kwa betting. Ati unataka iongezeke, ukienda unawekelea 1,000 unapata 1,500. Unaona hapa nitaenda na ngiri 10. Unawekelea unashinda tena. Ukiwekelea unagongwa zote sasa. Zote zinaenda. Unaanza kuomba mpaka fare ya kwenda nyumbani. Kwa sababu ile unaambiwa ni kazi ambayo ni hatari mno. Na ile ukiingilia kwanza, kama unafanya kibarua, utakuwa ukilipwa na muhindi, unapeleka pesa yako yote pale, unafirisika hivyo. Watu wengi hapa kijiji wamepata shida sana na betting. Watu wameuza mpaka sufuria za nyumbani. Wameuza jiko ya nyumbani. Bibi akija anapata hakuna jiko. Bwana amechukua ameenda ameuza. Hiyo ni kweli. Mpaka kitanda wanauza. Ili aende akafanye betting, kwa sababu amekuwa ni wazimu imemuingia ya betting. Sasa hilo jambo kwanza ni mzuri sana umelizungumzia. Ila turudi kwenye mada. Sasa mkifunga. Hii mnakuwa mkifuata nabii mgani mwenye alifunga ndio? Kuna nabii mwenye alifunga hizo siku mingi hivyo? Siku 30 manabii walikuwa wakifunga. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifunga kwa sababu ndio aliyekuwa akiongoza Waislamu wakati wa umma huu. Alifunga wa kwanza huyo. Nabii Isa ibn Maryam tunaambiwa pia naye alifunga, lakini katika Biblia nasema amefunga siku 40. Unajua wale ni manabii, kuna mambo mengine ambao wamewekwa na Mwenyezi Mungu manabii. Ila sasa wale watu wa zamani walikuwa wakifunga, lakini walikuwa wanafunga mwezi wa 9, 36, 9 kitabu cha Yeremia. Tena ilikuwa ikitangazwa 9 Yeremia. Watu walikuwa wakifunga tu. Inakuwa ni afya mpaka kwako. Si unakula tu. Yaani kuanzia Januari mpaka Disemba wewe ni kukula tu. Si hata ile kisiagi ya tumbo bana inachoka. Lazima ufanye service. Hata factory kuna wakati unaambiwa imefungwa. Gari yenyewe kuna wakati unamwaga oili unaweka nyingine. Mwili pia ndio hivyo. Hii mwili inafika mahali hii umekula sana bana, tulia kwanza. Ndio mwili iweze kutumia ile mafuta iko kwa mwili. Iweze hiyo cholesterol iyeyushe nini. Unaona, unafunga ndio mwili inakuwa na afya. Na ukifunga utapata afya. Sikiza habari inasemaje.
36:9. Basi mambo ni ya Yeremia 36 aya 9 inasema. Naam. Basi ikawa katika mwaka wa 5 wa Yehoyakimu. Ilikuwa ni katika mwaka wa 5 wa mfalme alikuwa anaitwa Yehoyakimu. Mwana wa Yosia. Tena alikuwa ni mwana wa Yosia. Mfalme wa Yuda. Asante. Katika mwezi wa 9. Ukisikia mwezi wa 9 ndio 9. Kiswahili mzuri wanaita kenda. Sikiza kulitokea nini? Katika mwezi wa 9 watu wote waliokuwa katika Yerusalemu na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka mji yote ya Yuda wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Bwana. Ukisikia kupiga mbiu maana yake kutangaza. Wakatangaza watu wafunge kama vile Waislamu na watu wanafunga nini? Ile kitu inayofungwa 9:5 kitabu cha Hosea. Watu wanafunga kitu inaitwaje? Mambo ya Hosea 9:5. 9:5 ni hidi baba. Hata twende tuka Hosea. Ni 5:12. Hosea. Yoeli. Hebu niangalilie. Yoeli. Acha nikupatie. Takaseni 2:1. Kitabu 2:14 Yoeli 2:14 Yoeli 2:14. Ndio. Angalia hapo. Qur'ani imesema saumu na hii inasema saumu. Pigeni tarumbeta. Pigeni tarumbeta katika Sayuni. Takaseni saumu. Sikiza, takaseni saumu. Watu wanafunga kitu inaitwa saumu. Na Qur'ani imesema manake mwezi ndio unaitwa Ramadhani, lakini kile watu wanachofunga katika huo mwezi wa Ramadhani kinaitwa saumu. Saumu niyo kufunga. Takaseni saumu. Kusanyeni makusanyiko kuu. Kusanyeni watu. Litakaseni kusanyiko. Kusanyeni wazee. Kusanyeni watoto. Na hawa wanyonyao maziwa. Asante. Bwana harusi na atoke chumbani mwake. Unasikia bibi harusi katika hema yake. Asante. Hii ilikuwa unatakasa saumu, maana yake unaitangaza. Watu wanafunga saumu. Naitwa Yoeli. Watu walikuwa wakifunga kwa sababu ni kheri sana kwa wanadamu kufunga. Ila sasa Wakristo sijuangi kama huwa wanafunga, na kama wanafunga mwezi gani sijaijua. Iko sawa. So sijajua, lakini ndio hivyo. Uko na swali lingine? Maana mimi naona ni kanzu tu nimebakia kukuletea. Kabisa. Nimetosheka kwa hilo. Umetosheka? Haya, karibu sana. Karibu sana. Ni mtu wa maswali. Mimi wananiita Salim. Wewe wanakuitaje? Mimi naitwa Barnabas Kimazi. Barnabas Kimazi. Barnabas. Asante. Barnabas Muislamu Mkristo? Huyu ni Mkristo. Mkristo. Asante sana. Bwana Barnabas, usijiunge ukawa Muislamu. Uislamu dini ya Mwenyezi Mungu, nafasi iko ya kuwa Muislamu au nini kinachozuia? Ni obstacle gani na ukuzuia kuwa Muislamu? Kwani Kikristo si dini ama? Hakuna mahali imesema Ukristo dini. Dini ni moja ya Uislamu. Qur'ani 3:19. 3:19 Qur'ani inasema. Sijaiona mahali inasema Ukristo dini. Ingepatikana hatungekuwa tunasimama hapa. Wewe juzi uko 3:19 Qur'ani. Mchungaji akisema Ukristo sio dini. 3:19 Qur'ani. Muonyeshe pole pole asikie. Angalia. 3 aya 19 inasema. Bila shaka. Bila wasiwasi. Bila shaka. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Dini ambayo Mungu anatambua ni dini ya Uislamu. Mungu ni mmoja, dini yake aliyoleta ni moja. Mungu hawezi kuwa mmoja alete dini mbili au alete dini tatu. Pana. Ni wanadamu kwa sababu ya kupenda tumbo zao ndio wamefungua madini zingine zao za kando, lakini dini aliyoleta Mwenyezi Mungu ni moja ambayo ni ya Uislamu, na Mungu anasema hakubali dini nyingine isiyokuwa ya Kiislamu. Qur'ani 3:85. Muonyeshe. Hapo 85 inasema. Angalia babu. Dini moja tu. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, na ukitafuta dini nyingine ambayo si ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Mungu anasema hakubali dini nyingine isipokuwa dini ya Uislamu peke yake. Malizia. Naye akhira. Na wewe siku ya mwisho ambao umekuja na dini nyingine ambayo si ya Uislamu, atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Yaani ukichukua dini nyingine ukaenda kwa Mungu, ukachukua Ukristo ukaenda kwa Mungu na Ukristo, utakuwa katika watu wenye hasara kubwa kabisa. Mimi sina swali lingine. Na Wakristo wanapata hasara, unajua hivyo? Unajua ama ujui? Mimi sijui. Ujui. Wakristo wanaenda kuabudu wapi? Wanapata hasara kwa kanisa. Kanisa, wanaenda kuabudu kanisani. Sikiza, Biblia inasema ni hasara wanapata. 11:17 wa Korinto wa kwanza. Muonyeshe. 11:17 wa Korinto ni wa. Yaani wewe ukienda kanisani unapata hasara.
Sikiza Biblia inasemaje. Lakini katika kuagiza haya si wasifu. Kwa nini? Ya kwamba mnakusanyika si kwa faida, si kwa faida bali kwa hasara. Kuna watu ambao wanakutanika lakini hawakutani kwa ajili ya faida, ni kwa hasara. Hiyo mkutano wa hasara inapatikana wapi? Teremka. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani. Allah, kumbe Biblia inasema mkutaniko wa hasara unapatikana wapi? Kanisani. Kanisani. Malizia chini ni kwa nini inakuwa ya hasara. Na unaenda hapo hapo tu. Aone. Kwa maana kwanza mkutanikapo kanisani. Kuna faraka kwenu. Yaani mnapopatikana kanisani kuna faraka kwenu. Faraka unajua ni nini? Vurugu. Ni vurugu. Na ndio unaona mna vurugu. Hii ni kanisa iko hapa, hii unaona hii mabati. Hii nyingine ni kanisa iko hapa na mabati. Ile nayo iko na bendera ya Ujerumani, ni kanisa iko hii ya mabati, iko na watu 7. Ile nyingine nayo nyingine iko na watu 8. Hiyo nyingine iko na watu 10. Mbona wasishikane yote ikawa moja wakati wote wanasema ni Wakristo? Lazima kuwe na vurugu, kila mmoja anajikata kivyake. Na ndio Mungu anasema mkienda huko kanisani mpate faida, ni hasara tupu. Hasara tupu. Sasa ukitaka faida nenda msikitini. Huwezi kuona msikiti imejengwa ati hapa na ingine hapa na ingine hapa, hakuna. Ni kibanda ya mboga. Inabomolewa, inajengwa moja peke yake, watu wanaingia ndani kwa sababu wote wanaabudu Mungu. Lakini kanisani unaambiwa ukienda unapata hasara, na siku ya mwisho ukienda kwa Mungu na hasara unaenda motoni. Sasa kinachokuzuia haswa uwe Muislamu nini? Obstacle ndio nilikuwa natafuta ni gani? Sasa ukitaka kuingia katika Uislamu nayo kusema la ilaha. Ukitaka kuwa Muislamu unafanya hivi 3:18 Qur'an. Maneno machache tu. Ukitaka kuwa Muislamu ni hao maneno tu natamka, ndio hivyo unakuwa Muislamu. Maneno machache sana. 3:18 inasema. 3:18 Qur'an. Mwenyezi Mungu ameshuhudia ya kwamba, Mungu mwenyewe ameshuhudia ya kwamba hakuna aabudiwaye kwa haki ila yeye tu. Hakuna anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu. Ndio unasema la ilaha illa Allah. Malizia. Na malaika, na malaika wameshuhudia hiyo, na wenye elimu, na ndio ukikuja hapa katika Uislamu unakuwa katika wenye elimu. Wanashuhudia hakuna wameshuhudia hayo. Wameshuhudia hayo. Mwenye kusimamisha uadilifu, hakuna aabudiwaye kwa haki isipokuwa yeye tu. Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye hekima. Ukitamka hayo maneno ukakubali la ilaha illa Allah, alafu unaongeza ya pili Muhammadu Rasulullah 48:29 Qur'ani, unakuwa Muislamu. 48:29 Qur'ani inasema. Angalia babu 48:29 Qur'ani. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na Muhammad ni mtume wa Mungu. Unamalizia na hiyo unakuwa Muislamu. Maneno mawili tena mepeshi kuliko mshare wa kiberiti ukiweka kwa mizani, lakini mazito kuliko bingu 7 na ardhi 7. Uzito wake. Na haya maneno watu wamekataa kuyatamka, ndio inasababisha watu kwenda motoni. Na watu waliotamka hayo maneno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ndio inawasababishia watu kwenda peponi, kwenda janna, kwenda paradise. Alafu ukisilimu, sasa tuko katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani tunafunga kitu inaitwa saumu. Saumu unakosa kula chakula kuanzia asubuhi mpaka jioni. Para vizuri, sio kama ile ya Shakahola unafunga mpaka ukufe ati ukaone Yesu. Hapana, yetu ya Uislamu ni utaratibu. Tangu Waislamu waanze kufunga hujaisikia ati Muislamu alikufa kwa ajili ya kufunga. Hakuna upuzi kama hiyo, hakuna katika dini ya Uislamu. Para vizuri. Na nilikuwa nafanya research nikagundua kumbe dini dhehebu ya watu wanaitwa Jehovah Witness hawakubali kutiwa damu, yani hawakubali kuwekwa damu. Akipata accident anakataa, hataki kuwekwa damu. Sikuwa najua, kumbe unajua mimi ni mtu nafanya research katika kila dhehebu nizijue vizuri. So nimepita kitengo nikaona kumbe imani yao hawa watu wanaitwa Jehovah Witness, ati mtu akigongwa na gari ama mtu azae asemekane daktari wasema wanataka kumuongeza damu, wao hawakubali ati kuongezwa damu ya mtu mwingine. Wanasema ile damu ni chafu, italeta na dhambi na itaingiza na jini kwa mwili wake. Baada vizuri. Sasa hizo ni fikra za ujahilia. Yaani dini ya Uislamu ndio dini peke yake imefunza mambo yote wazi. Hakuna kuficha jambo. Kweli. Na kuwa Muislamu hakuna membership card. Na ukiwa Muislamu unaingia msikiti yoyote. Na saa hii ukisilimu na ukaanza kufunga, wewe kwa sababu ulikuwa katika ujahilia, Mungu anakusamehe madhambi yako yote uliyoyafanya. 9:27 Qur'an.
unasamehewa madhambi yote uliyoyafanya. Yaani kitabu chako kinaanza upya. Alafu uzuri wa Uislamu hakuna kubeba ati dhambi ya asili. Ati tunabeba dhambi ya Adamu. Hapana. Wewe utaulizwa kwa yale uliyoyafanya. Hautaulizwa mambo ya Adamu, utaulizwa mambo ya Nuhu, hautaulizwa mambo ya Ibrahimu. Wewe utaulizwa yale uliyoyafanya ndani ya Uislamu. Uzuri wa Uislamu ndio hiyo. Wengine hapa utawapata Wakristo wanakuambia ati mimi nabeba dhambi ya Adamu. Yaani wewe unabebaje dhambi ya Adamu na ubebi mazuri ya Adamu? Wewe unabebanga tu dhambi, utajiri ubebi. Bwana usibebe utajiri. Unanibara vizuri. Yaani Uislamu wewe utaulizwa kwa yale uliyoyatenda wewe. Hautaulizwa kwa mengine. Sikiza habari inasemaje 9. Qur'ani 9:27 inasema. Kisha baada ya haya Mwenyezi Mungu atawasamehe watakayo katika wale makafiri madamu watasilimu watubie kwa Mwenyezi Mungu. Yaani wewe ukisilimu unasamehewa kwa sababu ulikuwa katika upande wa ujahilia huko unajua. So nafasi iko na kusilimu ni free. Hakuna membership card ya 500 hakuna. Ati unaambiwa ati lazima utoe 500 ndio tukuandikishe kwa kadi na tujue wewe ni member namba ngapi. Hakuna cha member katika Uislamu. Kwa hivyo wewe ukisilimu, Uislamu unasimamishwa na nguzo 5. Ya kwanza ni shahada, ya pili ni sala, ya tatu ni zaka, ya 4 ni kufunga saumu hii tumefunga. Ya 5 ni kwenda kuhiji Maka kama una uwezo. Pata vizuri, yani Uislamu hakuna uzito umewekea watu. Ndio dini peke yake duniani Mungu ameiweka dini nyepesi kwa wanadamu. Sawa. Uko tayari kwa Muislamu? Umeamua au bado? Hakuna kulazimishana. Ulazimishwi. Bado kidogo. Bado Asante sana. So wewe ukipata swali utakuja ama ukiamua ndio hivyo. Sawa Kaka una swali hapo? Mimi wananiita Salim. Uliza swali tu. Mimi naitwa Leonard. Leonard. Hebu weka sauti leo kidogo juu kidogo ndio nikusikie. Mimi naitwa Leonard. Asante. Muislamu Mkristo? Mkristo. Mkristo. Wa kweli? Wa kweli. Okay. Kuna Mkristo wa kweli? Hebu weka swali tusikie. Kuna mahali umesema Wakristo wananga siku ya kufast kama sisi wa Katoliki wako na ile siku ya kufast kama Lent, ama inaitwa Lent. Hiyo msimu bado ni kuanga ni ya kufast pia. Yaani Wakatoliki wana fast? Wana fast. Sijui kama wamebadilisha fast ambao mimi nilikuwa kule ambao tulikuwa tuna fast wakati nilikuwa Mkatoliki, kwa sababu tulikuwa tuna fast mostly Alhamisi. Bado mna fast Alhamisi? Si Alhamisi, ni kila siku. Ile mmeweka kila siku hizi? Si kuna ile time kunafika wakati mnasema mmefunga wakati mrefu, lakini kuna ile ya kila Alhamisi. Ya Alhamisi nayo hakuna. Mumeondoa Nazianga. Asante, dakika moja. Katoliki utaniambia kama ndio mmebadilisha ama mnafunga hivyo. Mimi nikuwa huko watu walikuwa wanafunga, hawakuwa wakila nyama, lakini mtu anakula maharagwe. Unaona? Na chapati ukipata wewe unakula, lakini watu walikuwa wanasema wamefast. Sasa sijui siku hizi mnafunga vipi? Hebu tupe utaratibu, mnafunga namna gani? Sasa for example ni wewe kibinafsi unafunga, kuna ile kitu yani unapenda unaacha. Si ndio hiyo. Sasa ni umekuja pale. Yaani Katoliki wanafunga ile kitu mtu anapenda unaacha. Kwa mfano wewe unapenda nyama na labda mfuko ndio imeharibika, unajifanya umefunga. Kwa sababu una hela ya kununua, lakini unapenda nyama. Lakini madondo unakula, na unakula ugali yako na sima yako, na murenda ukipata unakula, unanipata. So hiyo sio kufunga, hiyo inaitwa kubadilisha diet. Hiyo inakuanga kubadilisha diet. So Katoliki hawafungi, wanabadilisha diet. Kwa sababu maji unakunywa, uji unakunywa. Sio kubadilisha. Yaani unaweza sema leo sitakula asubuhi, leo sitakula kitu. Sasa hiyo chenye umefast hautakula, unakisha imesaidia mtu mwingine, unaona? Kwa mfano umesema leo mimi sikuli lunch. Lunch unapatia mtu mwingine, lakini saa 4 mimi napiga mandazi yangu na chai yangu na kunywa. Lakini lunch kwa sababu naona nifunge lunch mimi hiyo ndapatia Kamau yeye akule hiyo. Si ndio hiyo? Alafu jioni wewe unaendelea na kupiga sima yako. Mtu anaweza chagua pia afunge siku mzima, unaona? Pia mtu anaweza chagua, ni binafsi. Ni binafsi, ni kujichagulia. Na je, hii mafunzo yako katika Biblia au ni fikra tu ya Wakatoliki walijiwekea? Sasa hapo ndio sijui. Mimi nilipata hivyo yani, lakini siko kwa Biblia pia. Kufunga vyenye unataka, yani vyenye unafikiria iko? Si vile nafikiria.
yani una fast na mtu yeyote hafai kujua kama una fast. Kufunga katika Biblia ilikuwa ikitangazwa 36:9 Yeremia. Ilikuwa inatangazwa ndio watu wajue wafunge. Mwezi imefika, tena walikuwa wanafunga mwezi wa Ramadhani kwa sababu walikuwa wanafunga mwezi wa 9 katika Biblia. Sasa nyinyi Wakatoliki mkajua hii ni haki kufunga, lakini sasa nyinyi mnafunga vyenye mnataka. Sikiza habari. Yeremia 36 aya 9 inasema, basi ikawa katika mwaka wa 5 wa Yehoyakimu, asante, mwana wa Yosia, mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 9. Katika mwezi wa 9. 9 ni ngapi? 9. Sikiza, waliambiwa wafanye nini? Watu wote waliokuwa katika Yerusalemu, na watu wote waliokuja Yerusalemu, kutoka mji yote ya Yuda, wakapiga mbiu. Ukisikia kupiga mbiu maana yake ni kutangaza. Wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Mungu. Yani kupiga mbiu maana yake ni kutangazia watu wafunge mbele ya Mungu. Alafu walikuwa wanafunga mwezi wa 9. Sasa nyinyi kwa sababu hampendi kuifuata Biblia mkajitengea miezi zenu. Hata mimi nyinyi mnafunga hiyo si mwezi mnafunga pia. Sisi tunafunga mwezi wa 9 ambao ni mwezi wa Ramadhani. Tunafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni, sio kama nyinyi. Sisi tunafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni, sio kubadilisha diet, hapana. Sio kubadilisha diet. Si umejinyima, yani you are sacrifice, umesacrifice ile kitu yako unapenda. Sisi sio ile kitu unapenda. Haukunyi chochote, iwe kitu umedharau haukuli. Yani tunafunga chochote kuanzia asubuhi saa 11:30 mpaka saa 10 mpaka saa 1 ya jioni. Sasa kama unaenda kazi si unaweza anguka na njaa? Wewe si anguka na njaa. Mbona hatuanguki na tunaenda kazi? Mimi kwanza naraukia mambo ya maziwa, naleta maziwa. Naweza msaidia kidogo mwenzangu? Utakuja, ngoja nimalizane naye. Sisi wote tunafunga. Utakuja tu, acha nimalize alafu nitakupa nafasi yako. Ndio hata yeye ataelewa. Nitakupa nafasi, usiwe na wasiwasi. Uji ni mwingi sana. Sasa ukifunga hiyo siku yote na unafanya kazi unaweza anguka na? Huwezi anguka kwa sababu sisi tungekuwa tunaanguka. Haujaye ingia hapa Isili ukapata watu bado wanapiga kazi kawaida. Watu wanapiga tu kazi kawaida, huwezi anguka. Uko na nguvu, mwili uko na nguvu, mwili umekula mwaka mzima unakula tu. Uko na nguvu, unafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ile yenu ya Shakahola ndio ilikuwa mbaya kwa sababu mnaambiwa mfunge mpaka mkufe mkamuone Yesu. Hiyo sasa ni makosa. Pata vizuri Unapata? Alafu wewe umeniambia Mkatoliki wewe. Mimi ni Mkatoliki. Alafu mimi zamani nilikuwa huko Mkatoliki. Siku hizi mnakula ile sakramenti. Sakramenti hiko ni inaitwa the body of Christ. Ule ni mwili wa Yesu? Yeah. Kwani hiyo mwili wa Yesu ilikuwa kubwa aje ijeisha mpaka leo? Soma katika kitabu cha Corinthians, nimejua Corinthians. Ni inaitwa the body of Christ. Ngoja kidogo. Ile sakramenti tulikuwa tunaweka hapa kwa ulimi kanayeyuka. Ile ni mwili wa binadamu ama ni kitu kametengenezwa kale? Unajua kuna kitu inaitwa mass. Sasa ile wakati mass inaendelea, ile father huwa anafanya ile wewe inabadilika, unaona? Spiritually wewe inabadilika, inakuwa the body of Christ. Ngoja kwanza. Haina shida, tutakuja huko. Mwanzo ile kitu kametengenezwa, ile ni mwili ama ni kitu kametengenezwa kale? Unajua manake kwani hiyo mwili ya Yesu ilikuwa kiasi gani mpaka leo imekatakatwa watu wanakula bado haijaisha? Huwa inabadilika, unaona? Ile wakati father ndio ibadilike. Kabla haijabadilika ndio nauliza. Hii ndio ikuje ibadilike. Hii inayotengenezwa kwa sababu kuna kampuni inayotengeneza. Hii inakuwa ni mwili au ni kitu kinachotengenezwa hiki? Tukiangalia katika Biblia, Yesu alifanya the last supper with the disciples. Sasa tunakuwa tunafanya vile Yesu alifanya. Yesu alisema fanyeni hivi. Sina tatizo. Material gani inatengeneza hii sakramenti? Material ni wheat. Yeah. Wheat inaweza kuwa ngoja kwanza. Una uhakika ni wheat inatengeneza? Mimi material sasa hapo ndio sijui. Ujui Ezekieli 4:9. Ezekieli 4:9. Ezekieli, tuacha tuangalie nini kinachotengeneza hiyo kitu, hiyo mkate inakuliwa. Na ndio nikaachana nayo huko nikahepa. 4:9 Ezekieli. Hebu sikiza. Hapa 4:9 ndio hiyo. Pia ujipatie ngano
Kwanza inatengenezwa na ngano. Unaambiwa ujipatie ngano. Venye umesema kuna wheat inatumika. Ujipatie ngano, na shairi, ya shairi, na kunde, na ndengu, na mtama, na kusemithi. Ukavitie vyote katika chombo kimoja. Yani zote unaziweka katika mahali moja. Hiyo ni kampuni venye inakoroga sasa. Sikiliza venye wanafanya. Ukajifanyie mkate. Kwa vitu hivyo. Kwa kadri ya hesabu ya siku. Asante. Utakazo zolola ubavuni mwako, yani siku 390 utaula. Na chakula chako utakachokula kitapimwa shekeli 20 kwa siku moja. Utakila kwa wakati wake. Nawe utakunywa maji kwa kuyapima sehemu ya 6 ya hini. Utayanyonyewa kwa wakati wake. Na utakila kama mkate wa shairi. Na utakioka mbele ya macho yao juu ya mashonde. Teremka pole pole ndio ajue. Teremka pole pole juu ya mashonde bana. Juu ya mashonde yatokao katika mwanadamu. Kumbe hii mkate ndio ikamilike. Inaongezwa nini? Hapo nimekata hapo. Rudia. Ndio sio mimi. Hapo utaiweka iwe kama mashonde. Hiyo ni kitu kingine. Ndio hii mkate inazungumziwa ndio ikamilike vizuri. So wewe unakula kitu ambacho kinaongeza, na ndio unaona ukiweka katika ulimi inayeyuka. Alafu testi yake haina testi, ama iko na testi? Sasa hapo sitaki kusema. Mimi nilikuwa nikila, haina testi. Ile kitu ambayo iko na testi ni ile wine, na nyinyi hampati. Sisi Waterboy ndio tulikuwa tunapata. Ile kawaini ndio kalikuwa na testi. Bado napatiwa. Lakini wewe upatiwa wine utolewe wapi? Waelewe vizuri. Wine ni sisi, father akimaliza alikuwa anatupatia, sisi ndio tunabalisia kale ka glass kadogo kamebaki pale. Nyinyi mtaletoa wapi? Wakati anaweka kanusu kwa ile kwa ile kikombe anaweka kanusu. Labda iwe katika ile misa ya nini anawekea kadogo hivi, anachopovia hivi, anakuwekea. Sasa wewe una testi tu. Wewe utakunywa ile wine na bei yake unawezana nayo? Sasa sisi tulikuwa tunaikunywa kwa sababu tulikuwa na nafasi mle mbele. Manake zile nusu tulikuwa tunajaza, zingine ndio tunafunika kwa sababu kifuniko yake inakaa kama miti. Na mbada ni wine ambayo ni konko sana. Ukipiga vizuri unaanguka huko. Wewe una habari wewe. Ndio inaitwa church wine. Si wanaita hivyo? Ama mjaisikia? Pombe ya kanisa. Hata wine. Altar wine. Wine ni nini kwa Kiswahili? Wine ni Kiswahili? Kwa Kiswahili inaitwaje? Si mvinyo. Mvinyo ama pombe? Ama pombe. Inaitwa divai. Sasa hizi ita pombe. Kwani divai ni juice? Divai ni juice. Oh, asante. Alafu si hata dada anasema ni pombe. Unajua kuna vitu huwezi ficha. Kwani divai ni juice? Lakini inatumika kwa sacrament. Sina shida. Nauliza tu, divai ni juice? Ama mtu akinywa divai anaweza lewa? Anaweza lewa. So na kitu kinacholewesha tunakiita pombe. Sasa ukinywa pombe kanisani, watu watakunywa nini? So mtaleta shortage. Lakini na unauliza nyinyi mkianza kunywa pombe kanisani. Kwa hizi club hiyo pombe inakuanga special, huwezi ipata. Ni special, iko na pesa nyingi. So ukienda club zile ambao ni za bei kali ndio utanunua, kwa sababu hiyo chupa moja labda utaambiwa ni 10,000. Maana ni ile konko. Wazungu ndio wanatumia hiyo. Ile ni pombe mnakunywa kanisani. Sasa wewe ukinywa pombe kanisani, watu watakunywa nini? Ndio unaona mmelileta shortage watu wanaenda kunywa chang'aa sasa. Kwa sababu pombe mmepeleka kanisani, mnadanganya watu ni damu. Na sio damu, mnajua ni pombe. Tena usikia unaambiwaje? Mhubiri 91. Sikiza habari. Tena anasema amechanganya pombe yake vizuri. Jamaa. Methali. Methali ngapi? 91. Methali 91. Wewe umekula mashonde miaka nyingi. 91 endelea. Wacha kukula mashonde. Wewe tena ile mkate ni mashonde, na ndio unaona tena iliyokaushwa, alafu inawekwa zile ndengu, na ndio unaona ukiweka kwa ulimi uwanga inaishia kwa ulimi. Kweli uongo? Inayeyuka. 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 Hujaijiuliza hii material imetengeneza hii kitu unaweka hapa kwa mdomo kinayeyuka nini? Mimi nimeikula sana kaka. Unanipata vizuri
Nimeikula na nilikuwa pale Waterboy. So zingine zimebaki huko zinaletwa zikiwa zimefungwa na kijikaratasi kiko. Mbona ukatoka huko? Kwa nini ukatoka huko? Kwa wakati nilijua ni mashonde nakula. Mimi napewa mavi, kumbe mavi nakausha huko ya wazungu, mimi nakuja kula hapa. Mwafrika 91 Mhubiri, sikiza habari. Mbona nilitoka huko 91, sikiza habari. Unapenda kula mavi? Hapo labda nifanye tu research hapo. Haya, ni Biblia imesema sasa. Hekima ndio hiyo nataka 91 kwanza. Hekima amechanganya nini zake. Hekima amejenga nyumba yake. Ndio inataka hekima amejenga nyumba yake. Sikiza huyo hekima amefanyaje? Amechanganya nguzo zake 7. Tena amechanganya nguzo zake 7. Amechinja nyama zake. Tena anachinja nyama zake, ndio unaambiwa ni mwili wa Kristo. Sikiza habari. Amechanganya divai yake. Tena amechanganya divai yake. Tena uliniambia ni divai. Tena wamesema ni divai. Amechanganya divai yake. Sikiza habari. Ameandalia meza yake pia. Tena kuna meza, lazima inaitwa meza ya Bwana. Hii ndio mwili wako uliotolewa kwa ajili ya watu wote. Sulia sasa, ameweka meza yake, malizia. Amewatumwa wajakazi wake. Amewatuma wajakazi wake, ndio wale walikuwa sisi tukiitwa Waterboy, ndio ulikuwa unatumwa, leta hii inatengenezwa pale. Sikiza habari. Analia. Tena ilikuwa analia. Bwana. Tena wananga haraka, sio kama hizi za hasira. Bwana kulinai. Sio hivyo. Katoliki hakuna hiyo. Bwana utukuzwe. Pole tusikiza habari anasema. Inasema hivi. Analia. Mahali pa mjini palipoinuka sana. Tena pale mbele pameinuka, lazima pale pameinuka, wanasema ni kwa ota pameinuka. Sikiza habari anasemaje? Kila aliye mjinga. Anasema kila aliye mjinga. Kila aliye mjinga na ingie humu. Tena amwambia mtu aliyepungukiwa na akili, njoo ule mkate wangu, njoo ule mkate wangu, unywe divai. Sikiza, so tulia, tunataka tuende pole. So anaambia watu waliopungukiwa na akili wakuje wakule mkate na wakunywe divai. Hii maiki inafanya. Mbona hii maiki tena umeanza nini? Ilikuwa inafanya kaka hii maiki vizuri. So father anaambia mtu aliye mjinga na mtu aliyepungukiwa na akili aingie akule mkate na anywe divai. Lakini tunafanyanga hivyo kwa tuna memory vile Yesu alifanya. Si Yesu alifanya hivyo the last. Tunakuja kwa Yesu. Ngoja kwanza tumalize hapa kwa ajinga. Kwa sababu utaambiwaje ati mkate ni mwili ya binadamu na ukaamini? Wewe uone kama ni ujinga unabebwa? Mkate tangu lini kawa ni mwili ya binadamu wewe? Kwa akili zako uliozaliwa nazo, Mungu kakupa akili. Wewe mkate unaambiwa mwili ya binadamu na unaenda unachukua unaweka kwa mdomo unakula. Tena unakunywa pombe unaambiwa ni damu ya mtu na unakubali. Wakati wewe unajua hii ni pombe na kunywa. Alafu na ndio anasema na anamwambia aliyepungukiwa na akili njoo na ule na unywe mkate na unywe divai. So ndio ni wakati niliona haya nikahepa. Alafu pale Katoliki sijui kama siku hizi mmeondoa, kulikuwa na sanamu. Mliondoa? Iko inaitwa sio sanamu. Ati sio sanamu. Inaitwa inaitwa crucifix. Ndio nauliza. Ile inakuanga pale mbele. Ni sanamu si sanamu? Ile imechongwa. Simiti ikapigwa rangi. Na hapa kabla hujaingia, unajua wewe ukisema Katoliki mimi najua kona sote. Ukiingia kuna ile tulikuwa tunaita gurunga, yani sehemu kuna jengo na mamawe hivi alafu anawekwa sanamu ya wanasema ni Mariamu hapo Wanapiga simiti vizuri, wanakoroga vizuri. Unajua sisi ndio Waterboy tulikuwa tunakuja kupanguza mavi ya ndege ikikunyia pale. Unaona So kwanza haiwezi hata kujipuliza hiyo, haiwezi kujitoa hiyo mavi. Ikinyeshewa inanyeshewa pale. Sasa wanajengea kashedi pale. Sasa swali, ile inakuanga ni sanamu si sanamu? Hata wacha hivyo, hapa Karen ukienda Karen, siku hizi wameweka gusanamu kubwa pale. Unaona ile Katoliki iko pale pia gusanamu kubwa sana iko pale. Ile inakuanga sanamu ama inakuwa nini? Unajua inaitwanga ina represent tu, inakuanga tu ina represent tu. Mfano iwe ina represent. Sanamu ni nini? Hebu tuelezee sanamu ni nini? Sanamu sasa ni kama tu sema
utengeneze ng'ombe pale, yani uchonge tu. Sio ng'ombe peke yake. Sanamu ni mchongo wa kitu chochote, unaweza chonga binadamu, unaweza chonga nini, hiyo ndio inaitwa sanamu. Si ndio hiyo? So pale Katoliki kuna ile sanamu kwa sababu ni mfano wa kitu wamechonga, ama sio kuchonga? Ni kuchonga. Sikiza 21 kutoka. Mambo ni ya kutoka 21 inasema. Angalia babu. Tumuonyeshe kijana ndio tukahama huko, manake hali ndio hivyo. Sanamu wewe unaenda kuinamia sanamu yenyewe ikusikii. Najua nilipiga mahesabu nikaona mimi na hii sanamu nani mjinga? Nikaona mimi ndio mjinga. Yaani nakuja kulilia sanamu ambayo ni simiti mtu amechukua, akakoroga, akatengeneza simiti na waya. Akatengeneza alafu akapaka rangi, alafu mimi na akili zangu nakuja napiga magoti nasema Maria mtakatifu uniombee mimi sasa na saa ya kufa kwangu, amin. Maria mtakatifu mama wa Mungu, na ni sanamu na iko pale, alafu nalia. Sio ni sala ya malaika hiyo, sala Maria tunakuanga ni sala. Lakini pale ni sanamu nilikuwa nainamia, alafu nikiingia kwa kanisa lazima nipige goti ya kulia hivi. Ilikuwa ni kuheshimu nini? Hiyo tu inakuanga tu ni sign of respect. Ya kurespect nini? Ni kurespect ile sanamu iko pale ya Yesu mnasema, ambayo ni kasanamu kamewekwa hivi, kamechorwa na rangi hapa kidogo, alafu hii kazi ni mtu tu amepewa kibarua hapa akalipo 1000 akatengeneza, akimaliza anaambia sasa njooni muabudu hii, wakati yeye ndiye ametengeneza. Wewe uone akili imeenda. Yaani mmekaa hapo mtu anatengeneza, akimaliza mnampatia pesa, alafu mnabaki hapo mkiabudu ile sanamu. 21 kutoka. Mambo ni ya kutoka 21 inasema. Mungu akanena maneno yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mungu anasema usijifanyie nini? Sanamu ya kuchonga. So ukiona mahali kuna sanamu ya kuchonga inafaa utoke mbi. Lakini Mungu ile wakati wa watu walikuwa na mwananyoka, Mungu si aliambia aliamuru mtu atengeneze mfano wa nyoka, alafu mwenye atatazama ile nyoka alikuwa anapona. Ngoja huko tutakuja. Hapa Mungu anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ama Mungu hapa alikuwa amesahau? Alisema. So wewe ukiona wewe ni binadamu ufai kujifanyia sanamu ya kuchonga. Sikia, ukipata mahali kuna sanamu unafaa ufanye nini? 10:14 kwa Korinto wa kwanza. Safiri hizo nyanja. 10:14 mambo ni ya Wakorinto wa kwanza inasema. Naona Huseni yupo. 10:14 wa Korinto wa kwanza. Kwa ajili ya hayo wapenzi wangu ikimbieni ibada ya sanamu. Kumbe Biblia pia inasema ukiona sanamu kimbie. So wewe inafaa ukimbie. Na ndio mimi nikakimbilia Uislamu. Nilipoingia hakuna sanamu, hakuna picha. Na ile picha ambazo zimewekwa pale kwa kanisa ambazo zimezunguka, ile ni picha za mzungu. Ambao huyu mzungu alikuwa akiact mambo ya pornography wakati zingine. Huyo sio Yesu. Wakati wa Yesu hakuna teknolojia ya picha. Hivi Wakristo wa Farata akiruna hata mfikirii kitu kidogo kama hiyo. Wakati wa Yesu hakuna teknolojia ya picha. Aliyemuona Yesu akapiga picha nani? Ile ni mzungu tu amepigwa picha juzi hapa, mnaweka kwa nyumba unasema huyu ni Yesu. Na kuna juzi alikuwa amesema watu waache kumwabudu. Maana watu wengi wanamwabudu baadaye waabudu Mungu. So inafaa uhame na mapema kule. Uingie katika Uislamu muabudu Mungu peke yake. Sawa, wala usistuke roho isipige sana, bado ni mchana. Sakramenti nao sikule ni mashonde ya watu. Unaona? Yao unakula mashonde ya watu imekaushwa. Enda uulize father, hivi wewe hii kitu tunakulanga, matilio yake ni gani? Wewe uliza ndio uelezewe. Si hiyo wheat. Ni wheat alafu inaongezwa na nini? Manake wheat ngano huwezi weka kwa ulimi yeyuke. Nani asiyeweka ngano kwa ulimi kayeyuka? Tumpatie hapa chapati, huyu dada anapika, aweke kwa ulimi tuone kama itayeyuka. Chapati yeyuki au mandazi uweke kwa ulimi yeyuke, hakuna, lazima utafune. Lakini ile ukiweka kwa ulimi huwa inayeyuka. Na huyu anajua, maana anakula. Kuna ile design inakuanga imetengenezwa ile. Sasa hiyo design ya kutengenezwa ndio wameongeza mashonde. Imewekwa mashonde, Biblia inasema ni mashonde. Methali 4:17. Acha tumuongezee hiyo moja tu. Lakini tunamuumiza sana. Siku nataka nimuumize na maandiko. Methali 4:17. 4:17 Methali. Unajua tunakueleza mahali ambapo huko kuna giza, utoke uje katika nuru. Sikiza habari.
Methali 4:17. Wewe, hii ndio kali kuliko hata ile. Mbona akina bishop? Maana wao Anauliza mbona Mbona bishop hawajui vitu mambo kama hayo? akina bishop na wale wengine wanajua, lakini kazi yao, nitakupatia kazi yao ni gani? Wao wako kibarua. Sasa wao wako kibarua pale. Wao wako kibarua, nitakuonyesha tu 4:17. Methali 4:17 inasema maana wao hula mkate wa uovu. Tena hiyo mkate unaambiwa ni mkate wa uovu. Na ndio nikakwambia ni ya mashonde. Nao hunywa divai ya jeuri. Tena divai yenyewe ni ya ujeuri. Kwa sababu kwanza unakunywa katote. Bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo gizani. Yaani njia ya wenye haki ni yenye nuru ing'aayo gizani. Hata mchana. Tulia. Na ndio nataka utoke katika giza uingie katika nuru. Suratu Ibrahim 14, nianzie moja asikize mambo sasa. 14:1. 14:1. 14:1 Suratu Ibrahim. Maswali naona nao ni mengi leo sana. Sije tukashindwa kujibu mpaka kesho. Alif Lam Ra. Hiki ni kitabu tulichokiteremsha kwako ili uwatoe watu katika giza uwapeleke katika nuru. Kumbe Qur'ani, tulia kwanza, tulia pole tu, alafu tamalizia. Kumbe Qur'ani imekuja kuwatoa watu katika giza kuwapeleka katika nuru. Saa hii wewe ulikuwa katika giza, tunataka kukupeleka katika nuru. Ukiingia katika Uislamu hamna kwenda kula vitu kama vile. Tulia dakika moja. Yaani umenielewa vizuri Nimekuelewa. So inatakana ubadilishe, utoke katika giza uingie katika nuru, uingie katika Uislamu, lakini kwa kupenda kwako, hatulazimishi mtu. Manake ukiongoka unaongoka kwa ajili ya faida ya nafsi yako, na ukikataa unaingia katika giza, unabaki huko. Mungu anaenda kukuchoma, kwa sababu kama hutatubu, sasa hatuwezi kukuhukumu kwa sababu sisi sio Mungu. Unaweza ukabadilika. Na nipata vizuri Kazi yetu ni kukufikishia. Hatuwezi kuja hapa tukakwambia wewe ni mtu wa motoni. Hapana, sisi hatuna moto yetu tumetengeneza, sawa Sisi tunakwambia ukifa katika hiyo hali ya kukataa Uislamu na kukataa haki, Mungu atakupeleka motoni kwa sababu ulikataa ule ukweli Mungu aliyopatia nabii. Nielewa vizuri So ni vizuri ufikirie alafu uwe Muislamu. Nafasi iko, kanzu yako mimi nitakutafutia, sawa Karibu sana. Acha nisalimia. Kiza, mimi naitwa Salim. Nikumbushe jina. Mimi naitwa Leonis. Kwani jina yako unafikiria pia? Hapana, mimi unajua mnaniweka kwa mtandao, lakini sasa mimi kuna shida gani? Mtandao ina shida gani? Ngoja kwanza, wachana nini? Ngoja kidogo. Kwanza huwa tunaweka katika mtandao ili watu wengi wajifunze, na pili tunaweka katika mtandao ili watu wasije wakasema wale wanaenda kufundisha mafundisho maovu, ili mtu akileta kesi yoyote aseme wamefundisha mafundisho maovu. Tuko na proof, kwa sababu hapa hakuna CCTV. Unapata vizuri kuna watu ambao wanachuki, wanaweza kwenda wakasema wale Waislamu bana wanakuja wanafundisha watu ugaidi, wanafundisha watu hivi. So ukisema hivyo utaambiwa hebu leta evidence yako, alafu sisi tukiitwa tunaambiwa na nyinyi leteni evidence yenu. Tunatoa evidence yetu. That's why tunaweka open, na mambo ya Mungu sio mambo ya siri. Kwani hichi mnachoficha nyinyi wa Kristo nini? Hichi huwa mnapenda kuficha wa Kristo ili isijulikane Ukristo kama ni mzuri. Mbona mnaficha? Hatufichi chochote kwa sababu tuko na Yesu moyoni. Mko na Yesu moyoni? Hivi hata wewe uko na Yesu moyoni? Niko na Yesu moyoni. So Yesu anakaanga moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mgani asifiwe? Bwana Yesu. Yesu mgani? Kwa sababu Yesu alikuwa wengi. Kuna Yesu Yusto, kuna Yesu Bari Yesu. Yesu wengi tu. Swali yako gani? Wacha tusiende huko. Swali yako gani? Swali yako gani? Sina swali. Una swali? Asante. Mimi na swali moja pia nataka nikuulize. Nani aliyekuambia ukuwe Mkristo? Hiyo ndio swali yangu. Aliyekuambia Ukristo ni dini ukuwe Mkristo nani? Unajua sisi wa Kristo tunakuanga na Roho Mtakatifu. Sijauliza kama wa Kristo wana Roho Mtakatifu. Tunakuanga na Roho Mtakatifu. Umeona? Na sisi kutokea utotoni sisi tunafuata dini ya wazazi wetu. Na tumeona mabadiliko kupitia kwa huyu Yesu.
Swali yangu ndogo, sijauliza hayo yote. Nauliza aliyekuambia uwe Mkristo nani na nani alikuambia Ukristo ni dini na imeandikwa katika sehemu gani? Sijauliza kama mnaongozwa na Roho Mtakatifu ama nini, au utakuja baadaye. Aliyekueleza wewe ukuwe Mkristo nani na aliyekuambia Ukristo ni dini ya Mungu nani na imeandikwa katika kitabu gani, ili na mimi niende nikajisomee. Fungua kitabu cha Petro Second Peter. Uko na Bible? Second Peter. Petro wa pili. Second Peter. Chapter number 2. Wa pili. Number 2. Verse 1. Kuanzia 1 mpaka 3. Lakini kuliondokea manabii wa uongo. Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyo kwako walimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi na kupoteza, wakimakinika hata Bwana aliyewanunua wakileta uharibifu usiokweko. Mpaka wapi? Umefika 3. Haya, Yohana, kitabu cha Yohana, kitabu cha kwanza cha Yohana. Kitabu cha Yohana, kitabu cha kwanza cha Yohana. Chapter number 4 to 3. Au kuanzia 3. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Haitokani na Mungu. Na hiyo ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambaye ameisikia kwamba yaja na sasa imekwisha kweko duniani. Bwana Yesu asifiwe. Swali yangu nimeuliza. Sijui mbona nauliza swali unanijibu vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe, hiyo utakuja utanionyesha wapi imeandikwa. Swali yangu nimekuuliza ndogo na nimestulia tusikize hata wa Kristo. Aliyekuambia ukuwe Mkristo nani na aliyekuambia Ukristo ni dini nani? Wapi, sehemu gani ili tusome? Sehemu gani nasema watu wakuwe wa Kristo? Kwa mfano, mimi ukiniuliza nani aliyekuambia uwe Muislamu, tulia. Mimi siendi kukupa hadithi. Qur'ani 2:138. Siendi kukupa hadithi. Mimi nimeuliza tu aliyekuambia ukuwe Mkristo nani? Tulia kidogo nimalize hii. Muislamu ndio nataka nikuonyeshe 2:138. Hii inaenda direct. 2:138. Safiri hizo nyanya muonyeshe. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kuweni na nyinyi Waislamu. Kuweni na nyinyi Waislamu, anayesema Mungu. Tulia. Na Uislamu ni dini. Tulia. Sasa mimi swali yangu ilikuwa ni ndogo tu kwako. Haya, nipatie sehemu inasema Ukristo ni dini. Leo sitahubiri tena hapa. Ukristo ni dini. Nipatie wapi imeandikwa. Haya, sikia. Wapi imeandikwa? Ngoja kwanza. Kristo ni dini. Haya, wapi iliandikwa? Kila mtu kila mtu, si ati kila mtu ana kitu. Sisi juu Yesu ni Bwana. Asante. Muendelee na ungemwacha tu tusikie nini yake. Hata ungemwacha tu tumsikie. Sasa amepata nafasi ya mimi wananiita Salim. Wewe anakuitaje? John, asante sana. John, Muislamu Kristo? Mkristo, asante sana. John, ungependa kuwa Muislamu au kuna swali na kusumbua kuhusu Uislamu ungependa kuuliza? Ungependa kuuliza swali. Ungependa kuuliza swali. Hebu weka hilo swali tulisikie. Ninaonanga kwetu sisi wa Kristo katika kanisa wakati wa harusi wanavishwa pete. Kwa nini Waislamu hawavishwi pete na sijaiona harusi ya Waislamu? Harusi ya Waislamu hakuna amri ati watu wavishwe pete. Hii ni mambo watu tu wamezuazua kuvaa pete. Hakuna hiyo. Watu wanashikanishwa, nikaa inapita, ndio hiyo. Hii mambo ya pete ni watu wameleta tu ati unaweka bwanako, sijui anaweka bibi yako. Hiyo ni mchezo watu wameweka tu. Nikaa inaswihi pale baba anapopatiana mtoto, alafu inakuja inapigwa dua pale, wanashikanishwa, hiyo story inaisha. Mpata vizuri nikaa inapita. Sio hiyo mambo mingi. Alafu sio lazima ufanye harusi kubwa kama una uwezo, ndogo inakubalika. Uislamu kila jambo limefanywa hafifu, wepesi. Haina ile uzito.
Pata vizuri. Kama wewe hauna uwezo hiyo ya kununulia watu kama 50 mchele, nyama nini, hapana. Inatosha watu hata 5, watu 10. Wale wakuje tu pale watu 10, kilo 2 ya mchele hivi iwekwe hata kama ni sukuma nini. Watu wakitabaruku tu ndio hivyo. Wanatia dua, story inaisha hivyo. Kitu kidogo tu. Yaani Uislamu ni wepesi kwa kila jambo. Kwa hivyo historia ya pete historia ya pete hata katika Ukristo haiko. Ni watu tu wamekuja kuzua. Ni jambo lilikuja kuzuliwa baadaye watu walileta. Hakuna. Katika Ukristo ukipata mchungaji yote muulize pete ilianziwa na nani, ilikuwa inavaliwa kwa ajili ya nini, hakuna. Kulingana na mimi naona Uislamu ni dini ya kweli. Ningependa kusilimu. Kulingana na wewe sawa na Uislamu dini ya kweli, unafaa kusilimu. Na ndio hivyo hapo watu wamesilimu wengi sana. Sasa wewe ndio naona unabaki. Nyanyua kidole hivi. Utarudia maneno nyuma yangu. Hii kidole watu wanaulizanga ni ya nini? Ni kidole ya shahada. Pale hata ukitoa tahiyatu, hii ndio kidole unaashiria sasa. Sema bismi lahi rahman rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi bila kulazimishwa na mtu kuwa Muislamu. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nakiri na kuamini. Mwenyezi Mungu niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hiyo maneno machache usakuwa Muislamu. Yaani hakuna uzito. Yaani sio unawekelewa sijui nini, uwekelewe mikono sijui weko kwa maji, hakuna. Haya maneno machache usakuwa Muislamu. Sasa kilichobaki katika Uislamu kuna majina ya kujuana. Mwanzo umesema unaitwa John, si ndio? John. Kuna majina katika Uislamu ya kujuana. Kwa mfano, unaanza na Muhammad, unaitwa Muhammad, unaitwa Isa, unaitwa Yahya, unaitwa Zakaria, unasikia mtu anaitwa Yunus, unasikia mtu anaitwa Daud, Suleiman, unaona Kasim. Majina yako kumbe unajua Kasim alikuwa ni kijana wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa na vijana 3. Kuna huyo mmoja alikuwa akiitwa Kasim. Sasa mimi kwa mtaa wananijua kama Kasim lakini sijasilimu. Sasa ungependa jina gani? Kasim. Mashaallah. Jina kubwa hilo. Kasim. Mashaallah. Karibu sana katika Uislamu. So kumbe wewe maanake watu wasaa kuona dalili zako unataka kuwa Muislamu, wasaa kumpachika mpaka jina. So utakuwa ukiitwa Kasim. So karibu sana katika Uislamu. Utaenda na huyu kijana baadaye. Tulia hapa. Taenda na huyu mwenye kamera ndio uanze kusoma na uanze kila kitu. Manake sisi haiwezi kuwa kesho juu sasa inaingia kazi mahali. Unaingia job tutapangana na wewe. Hakuna shida. Ndio uje kesho tuanze pale masomo pale Mkuru kwa Ruben. Manake huwa tunapenda watu wa kusilimu waanze kusoma ndio wajitambue. Sio unaingia mahali unakaa tu blindly, hapana, lazima usome ndio ujue unachoabudu ni nini. Unapata vizuri? Uzuri wa Uislamu ndio hiyo. Haya, nani wewe mwingine anataka kusilimu? Kusilimu ni free. Kusilimu ni free. Suleimani niletee huyo kijana anaitwa Salim. Wewe anakuitaje? Mecha. Mecha. Micha? Miaka ngapi hivi? 17. 17. Wewe bado. Unauliza swali. Mbona Bible inasema watu waabudu on Saturday na nyinyi mnaabudu on Friday? Biblia inasema watu waabudu on Saturday na sisi tunaabudu on Friday. Hapana, Biblia inasema kuomba ni kila siku. 18:1 kitabu ni cha Luka. 18:1 mfungulia aone na macho yake. Kufanya kumuomba Mungu kila siku. Ibada pia tunafanya kila siku sisi Waislamu. Angalia na macho yako. Hii ni kitabu cha Luka 18:1. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Angalia, unajua wewe umesoma bana. Rudia aone vizuri. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote
wala wasikate tamaa. Kumuomba Mungu ni kila siku. Sisi tunaabudu kila siku. Hata sasa tunakimbia msikitini mara 5 kwa siku. Kuna siku ya kuabudu? Hakuna siku ya kuabudu. Kila siku ni siku ya ibada. Huwezi kujiwekea siku moja ya ibada, hapana. Kila siku ni siku ya ibada. Yaani wewe Mungu akikupa uhai ukaamka, hiyo siku ni siku ya kufanya ibada na kufanya mema. Kila siku ya Mungu. Sio tunajitengea siku yako kando, hapana. Hata leo ni Ijumaa, tunaabudu mara 5. Kesho ni Saturday, tunaabudu mara 5. Jumapili tutaabudu mara 5. Yaani Waislamu kila siku mara 5. Mambara vizuri? Na wewe mimi naona Muislamu tu ni jina tu, unachukua unaendelea kwenda msikitini. Mambara vizuri? Msikiti ambao uko karibu unaingia wewe Muislamu. Wewe una mambo mengi wewe.